kwa tufanye hivyo, na nikuahidi tu makamu mkurugenzi wetu wa kanda, mwakani ikiwezekana tutamuomba tena mkurugenzi wetu wa kanda uje tena, kwa sababu mimi naamini mwakani akija atakuta kwa kweli tumetakasika sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani swala la mavazi nafikiri hutaliona kabisa udhaifu, hutauona kabisa. Yaani sidhani kama tena kuna kijana atashona si kama tia chini. Hizi tunaenda kuziweka kabisa huko. Kwaya zote zimependeza. Tujipigie makofi. Nasema kwaya zote tumependeza. Mungu awabariki sana sana. Tunashukuru sana baba kwa kweli maelekezo yako mazuri. Na nikimbie na muda sasa, kwa muda huu si katibu yuko wapi? Katibu yuko wapi? Zifuatazo nikitaja kwaya nasimama, mnapunga mkono na sisi tunamshangilia Bwana. Kwaya ya Nasa Jine kutoka kwa mchungaji Jeremiah Abel Nyanda. Asante sana. Nitambue uwepo wa kwaya ya Masanza Kona kutoka kwa mchungaji Method Charles Sabira. Asante, mbarikiwe. Nitambue uwepo wa kwaya New Revelation au Iseni Bondeni kutoka Kisesa ambayo ni chini ya mchungaji Musa Mikael Kiloma. Asante, mbarikiwe. Nitambue uwepo wa kwaya ya Kitumba kutoka kwa mchungaji Boke. Asante, mbarikiwe. Nitambue uwepo wa kwaya ya Lango la Mbinguni kutoka Lamadi kwa makamu askofu Asili ya Silukani. Asante, mbarikiwe. Nitambue uwepo wa kwaya ya Bugabu kutoka kwa mchungaji Cosmas Hospital Shell. Asante, mbarikiwe. Nitambue uwepo wa kwaya ya Kisima cha Mafanikio kutoka Mkula kwa mkurugenzi wetu Bernard James Mayala. Asante, mbarikiwe. Nitambue uwepo wa kwaya ya Nyalikungu au Ufufuo na Uzima kutoka Nyalikungu kwa mchungaji Jeremiah Yohana Elias. Asante, mbarikiwe. Nitambue uwepo wa kwaya Penueli kutoka Nyashimo ambao ni wenyeji wetu kutoka kwa mchungaji Peter Masanyiwa Mapesa. Mbarikiwe, asante. Nitambue uwepo wa kwaya Ngasamo kutoka kwa mchungaji Yohana Sai C. Asante, mbarikiwe. Nitambue uwepo wa kwaya Nyanguli kutoka Nyanguli kwa mchungaji Sara Shinyanga Yenza. Asante, mbarikiwe. Nitambue uwepo wa kwaya Mkerebe kutoka Kisesa kwa mchungaji au kwa katibu wetu Paulo Makungu Kunguru. Asante, mbarikiwe. Nitambue uwepo wa kwaya Igudija A kutoka Kisesa kwa mchungaji John Kadilo Madeni. Asante, mbarikiwe. Nitambue uwepo wa kwaya Galilaya kutoka Kaangana kwa mchungaji Yona Mawe. Asante, mbarikiwe. Nitambue uwepo wa kwaya ya Mwagulanja kutoka kwa mchungaji Richard Siago Kahabi. Asante, mbarikiwe. Nitambue uwepo wa kwaya ya Magu Singers kutoka Magu kwa mchungaji Simon Peter Ndegeisu. Asante, mbarikiwe. Nitambue uwepo wa kwaya ya Bujora kutoka Kisesa kwa mchungaji Boniface Nyamuhanga Steven. Asante, mbarikiwe. Nitambue uwepo wa kwaya Revival Singers kutoka Kisesa kwa askofu wetu Cosmas Richard Shimbe. Asante, mbarikiwe. Na mwisho kabisa ni tambue uwepo wa kwaya Mwalina kutoka kwa mchungaji Lea Paulo ambaye ni mwasibu wetu wa Kuski jimbo la Magu. Asante, mbarikiwe. Amen. Basi jumla ya kwaya ambazo tunazo hapa ni kwaya 19. Kuna kwaya ambayo nimesahau. Kinafikiri hizo ndio kwaya ambazo tuko nazo, lakini pia nitambue uwepo Shigala mtahitaji. Shigala, okay. Basi nitambue uwepo wa kwaya Shigala. Asante, mbarikiwe. Amina, asante sana.
Na basi nitambue uwepo wa viongozi wetu, viongozi wa tarafa mbalimbali kuanzia tarafa yetu la Elamadi mpaka Kisesa, wale viongozi wote wa tarafa, yaani mwenyekiti, makamu mwenyekiti, katibu pamoja na mhazini, wote tusimame kwa pamoja, alafu mpunge mikono kwa waimbaji ili waweze kufahamu. Tusimame kwa pamoja. Asante, tuwapigie makofi kwa viongozi wetu wa tarafa. Asante mkurugenzi. Barikiwe. Haleluya. Haleluya. Kuski. 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 Haleluya. 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 Piga vigelegele kwa Bwana. Shangilia Bwana kwa vigelegele na shangwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Lea Paulo Maila, mchungaji wa kanisa letu zuri kabisa la EAGT. Bwana Yesu asifiwe. Niko Magu Mwalinga. Amen. Kwa neema ya Mungu ni mhazini wa jimbo la Magu idara yetu ya Kuski. Mungu wa mbinguni awabariki. Amen. Barikiwe sana mhasibu wetu. Tumpigie Yesu makofi kwa ajili ya mhasibu wetu. Usikoke basi. Sikuombi hela usikoke tu. Mhasibu njoo hapa, tunachukuliwa mtandaoni. Sasa tukichukua wanaume tu bila mwenye hela. Karibu mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya tena. Amen. Kwa jina langu naitwa Johnson Saidi Musa wa Ulimwengu. Ni katibu wa Kuski jimbo letu zuri la Magu. Mimi ni baba wa mke mmoja na watoto 4. Basi nipende kuwashukuruni sana. Hapa kanisani ni katibu pia wa kanisa na ni mzee wa kanisa. Kwa hiyo nimefurahi kwa sababu Mungu ametupa upendeleo wakati huu Kuski imefanyika hapa nyumbani kwetu. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Asante katibu, Mungu akubariki. Kwa majina naitwa mchungaji James Bernard Mayala, ndo mkurugenzi wa idara safi kabisa, idara ya watu wanaojitambua vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Au kwa jina jingine wanaovaa vizuri. Mwambie jirani yako, idara hii inaongoza kwa kuvaa vizuri kuliko idara zote. Hata kama wakikataa majibu wanayo. Bwana Yesu, tunaye mkurugenzi hapa wa mama makamu, atuambie kama wanavaaga hivi. Mama, karibu nikukaribishe wasalimie. Unajua ni heshima kabisa. Huyu ni makamu wetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu kwa kweli katika hii idara, wapendwa, inakufanya kila siku uwe binti. Amen. Yaani utake usitake, wakisema peleka mguu hivi na wewe wapako unaulazimisha. Amen. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili ya idara hii. Halafu idara hii kama jinsi makamu mkurugenzi alivyokuwa anasema, idara hii ndio tunapoimba tunamshusha Mungu wetu. Roho Mtakatifu huwa anashuka wakati wa uimbaji. Haleluya. Bwana wa Mungu, Mungu awabarikie sana. Ila niongee kidogo tu kwa habari ya wamama. Wamama, Bwana asifiwe sana. Mwezi wa 9 tunaenda kwenye kongamano la wamama, tutakwenda Dodoma. Kwa hiyo walio viongozi mjiandae. Haleluya, haleluya. Amina. Wamama wachungaji mjiandae, viongozi wa mahali pamoja mjiandae. Yaani wote makatibu wote tujiandae. Amen. Mbarikiwe sana na Bwana. Barikiwe mama, ila mimi sina wamama hapa. Ila ujumbe umefika.
Na mhasibu wa wamama yupo na yeye. Jamani, na yeye ni mkanishi. Unajua leo tunalala naye kwenye njoo basi wasalimie wamama, na wewe msitangaze mchango ya wamama. Isipo mkaribisho inafika ya kwako, unafukuzwa. Kesho unashindwa kusimama tangazo. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli tunamshukuru Mungu, idara hii imebeba upande mwingi. Makamu yupo, mhasibu wa wamama yupo, mbarikiwe sana. Mbarikiwe, asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli ndugu zangu, Mungu awabariki sana. Mimi tunafanya kazi na msaidizi wangu makamu. Hayuko hapa, namfahamu Silas, amepata ajali. Sasa wengine wanasema amekatika mguu, ila amevunjika mguu moja katika. Sawa, tumishi wa Mungu. Kwa hiyo tunahitaji tumuombee. Yuko hapo Magu anapumzika, ndio maana hayuko hapa. Mungu awabariki sana kwa tangazo hilo. Lakini niwashukuru sana kwaya zote, mmeubariki moyo wangu sana. Mimi kama mkurugenzi niseme hivi, mwakani mtakula wali wa kutosha kwa gharama za mkurugenzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutachangisha mchele. Wewe andaa tu labda hela ya nyama, lakini mchele na tutakula pamoja kambi la mwakani. Na mtakula mpaka mtaubakiza. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo mwakani msichange kabisa mchele. Nitanunua mimi kwa hela yangu, na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Sasa kwa muda huu sasa nimkaribishe mkurugenzi wetu wa CGM, yuko hapa pia, ni mchungaji, awasalimie. Sasa kwa mkurugenzi, Mungu awabariki sana. Asante mkurugenzi wa kanda, mkurugenzi wa jimbo letu na viongozi wote. Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahi kuwepo mahali hapa, lakini nimebarikiwa sana na mafundisho iliyo ya kutiliza mahali hapa. Kumbe huwa kuna mafundisho mazuri sana, kuna mafundisho mazuri sana, na nimebarikiwa na haya mafundisho sana sana, na ninaamini hata watu wangu wameyapokea, maana wapo mahali hapa. Sasa naona nisiseme mengi. Mimi ninaitwa pia mchungaji wa kanisa la EAGT Nasa Jineri. Ninaitwa Jeremia Abel Nyanda. Kwa hiyo niko hapa namtumikia Mungu, lakini kwa upande wa idara ya CGM ni mkurugenzi wa idara ya CGM, na sisi huwa tunaamini ndo tunawezea kwa kuvaa vizuri sana. Sasa sijui yaani idara hii ndo moto. Haleluya! Isiwe na mambo mengi kwa sababu niko chini ya idara hii. Asante. Ila nina mke na mimi asimame labda punge mkono, sija kaonekana kama amesahaulika. Asante. Walika mkurugenzi, na hiyo nifikiri utaingiza matangazo yako sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Watabaki. Eti mzee, ukikosea kuingia huko vipi? Bwana Yesu asifiwe. Kipotoko tunaye mheshimiwa wetu hapa, baba yetu aliyetukaribisha hapa, mhasibu wetu wa jimbo, na tunaye pia katibu wetu hapa. Hii ni ofisa ambayo tayari imekuja hapa kwa ajili ya ufunguzi rasmi wa hili kongamano letu.
Kwa hiyo kwa muda huu sasa nikualike tu baba mhasibu wetu wa jimbo, tusaidie kutualikia katibu wetu wa jimbo. Karibu mhasibu wetu wa jimbo. Makofi na vigelegele. Na mimi nisalimie salamu pia. Kuski. 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 Amen. Mungu atubariki sana. Ndugu katibu wetu wa jimbo, ndugu mkurugenzi makamu wa kanda Kuski, na mkurugenzi wetu wa Kuski jimbo la Magu, katibu pamoja na mtunza hazina, wanakwaya, Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Kwa leo ni siku yetu ya pili. Niseme niwapongeze wote mliofika na Mungu awabariki sana. Tunamshukuru Mungu sana kwa uwepo wenu. Kwa kweli sisi tunajisikia vizuri. Ingawaje hatuwezi tukaelewa sana wageni wetu wanajisikiaje, lakini tuseme kwamba yale yanayopungua mtu achie, ila tumwende na yale ambayo tumebarikiwa kwenye semina yetu inayoendelea au kongamano letu linaloendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati mzuri ambapo sasa tutakwenda kuleta kiongozi wetu ambaye atafungua kongamano letu. Kwa lifunguliwe jana, lakini kwa sababu ambazo zilikuwepo ilishindikana, leo ndio siku yenyewe atakuwepo kiongozi wetu, na ameshafika na yupo. Na kabla sijaendelea kwenda mchungaji yupo wa kanisa hili, kama yupo labda kwa shughuli nyingi. Asante sana mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Tunayo furaha kubwa kupokea wageni. Bwana Yesu asifiwe. Tumebarikiwa sana na ujio wenu. Tunawakaribisha sana. Bwana Yesu asifiwe. Viongozi wetu, karibuni sana. Tunashukuru kwa kuchagua kanisa letu la EAGT kuja kufanyia kongamano hapa. Tunashukuru sana. Tunawakaribisha tena mwakani mwepo. Karibuni sana Kuski watengeneza njia. Mwakani mtakuta mabadiliko ya mazingira. Tumebarikiwa sana na ujio wenu. Tumefarijika na uimbaji. Tumepata vitu vingi. Tumeweza kupata hata sisi, mimi binafsi uimbaji sio sana, ila kwenye maombi tunaweza tukaenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye maombi tunaweza kukesha siku 3, siku 5, sio mbaya. Lakini nimejifunza, nimesikia hata ambayo wanapungua wanakwaya, nimeweza kupata hasa mipasuo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata wakivaa haya na wakumbusha kwamba mkurugenzi alisema kwamba mipasuo hapana. Bwana Yesu asifiwe. Nimeshukuru sana ujio wenu. Tunawakaribisha sana. Mungu awabariki. Naitwa mama mchungaji Peter Masanyiwa. Tuko hapa tunamtukuza Bwana. Karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. Na mwenye mkurugenzi pamoja na ule wali, karibu sana. Tunakushukuru uje nao hapa tena mwakani uje nao hapa. Mkija sasa mwakani mimi nitakuwa nimejiandaa. Unajua ndio kongamano la kwanza kufanyika mahali hapa. Kwa hiyo ni wageni kwa mambo mengi, ingawaje tunajitahidi kwa wenyeji, lakini naona hata mimi tuna kwaya eneo fulani. Lakini mwakani tumekuwa wazoefu, hasa Kuski tutakuwa wazoefu sana. Kwa hiyo nakaribisha sasa mwakani, karibuni sana tena. Nisiendelee sasa. Ni kuombe pale ulipo unaweza ukasimama ukajinyosha kidogo,
alafu baadaye ukampigia Bwana Yesu makofi na vigelegele. Amen. Kuski. Unajua na mimi nimewahi kuwa mkurugenzi wa idara hii. Najua Bwana Kuski tunavyopenda, si ndio? Kuski! 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 Pigie Yesu makofi. Nikuombe sasa uketi. Mtumishi wa Mungu, kiongozi wetu, mhasibu wa jimbo na mwenyeji wetu, Mungu akubariki sana kwa ugeni huu mkubwa, pamoja na kwamba umesema huko kwenye tuition mwakani sasa mambo yatakuwa sawa, lakini naona kwamba kwa kweli umejitahidi. Kama ni tuition umehitimu. Mungu akubariki sana. Na mtumishi wa Mungu, kiongozi wetu wa kanda, idara ya Kuski, makamu mkurugenzi, Mungu akubariki sana baba. Na ningependa nikulete tu usalimie rasmi. Umesimama kama mwalimu, si ndio? Umesimama kama mwalimu kwa siku hizo, lakini rasmi sasa nikukaribishe kwenye jimbo letu uweze kuwasalimia watu wa Mungu. Kwa sauti yako isikike kama mgeni rasmi, umenipa kazi tena kusalimia na shukuru. Watumishi wa Mungu, mimi ni ndugu yenu, kwa majina naitwa Anicet Jibi Mkomwa au Seth Jibi Mkomwa. Ni mchungaji wa kanisa la AGT Msumbiji pale Mwanza. Ni makamu mkurugenzi wa kurugenzi yetu hii nzuri ya uimbaji sifa na kuabudu, kurugenzi ya wataalamu, kurugenzi ya wataalamu. Kama sio mtaalamu baba hapa wingi. Nikushukuru mtumishi wa Mungu, kubaliana na wewe. Huyu mtumishi wa Mungu alikuwa ni mkurugenzi wa jimbo hili. Na mimi hadi najivuna sana ninapomwona naiona njia. Bwana akubariki sana. Asante. Naweza nikaenda kwa mimi sana. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu huyu tumefanya kazi naye akiwa bosi wangu. Kwa hiyo ninapomwona hivi na najisikia vyema, kwa sababu nimejifunza pia mengi kwake. Tumefanya kazi tukiwa chini yake kwenye idara hii. Kwa hiyo tunamtukuza Mungu kwa hilo. Lakini pia ni shukuru viongozi kwa ushirikiano, mkurugenzi wa CGM hata kuja kwenye kambi hili. Ni jambo jema kabisa kuonyesha ushirikiano. Hii ni familia moja ya AGT. Idara zinatuleta tu pamoja kwa majukumu ya kiutendaji. Kwa tunapowaona namna hii, hata mwenzako naona mkurugenzi ametiwa moyo. Kwa hiyo Mungu akubariki sana, pamoja na makamu mkurugenzi wa WWI mama yangu Sara Kadiro. Barikiwe sana. Umekuja kama mwanakwaya pamoja na mhasibu WWI, Mungu awabariki. Lakini pia mkurugenzi, pongeze wa jimbo sasa kwa kazi kubwa hii na kuandaa kongamano hili la jimbo kwa mwaka huu ikafanyikia hapa Penueli Nyashibu. Mungu akubariki pamoja na timu yako kwa ujumla, na nitambua uwepo wa mke wangu ingalau na yeye tu yeye alitangulia jana
kama mwanakwaya. Mama mchungaji Makungu, popote ulipo, najua una mtoto, uje sasa ndiye wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nawapenda wote. Kwa majina yangu ni mchungaji Makungu. Mungu awabariki. Amen. Mimi naitwa mchungaji Paulo Makungu wa kanisa la EAGT Yerusalemu Bukelebe hapo Kanyama Kisesa, lakini kwa neema ya Mungu ni katibu wa jimbo letu la Magu kwa kanisa letu zuri la EAGT, na niko hapa kwa ajili ya uwakilishi kwa baba askofu wetu wa jimbo la Magu, Askofu Cosmas Richard Shimbe. Bwana asifiwe. Ilikuwa aje yeye mwenyewe, lakini kutokana na majukumu mengine pia ambayo yako nje ya uwezo, basi hakuweza kufika, na hivyo akaniagiza kwenye ofisi nije nifungue kongamano hili la KUSKI kwa mwaka huu 2026. Kwa hiyo pokeeni salamu kutoka kwake. Baba Askofu anawasalimia sana, nasema tena anawasalimia sana, anawafurahia, bado anatambua mchango wenu wana KUSKI kabisa, na hata yeye pia amepitia kwenye KUSKI na mpaka leo pia ni mwana KUSKI. Akisimama kutaka kuhubiri, utasikia anasema praise, hebu mtupe wimbo mmoja, na yeye huwa hatulii. Si wanabesesi, mnakumbuka, mnaelewa, utamwona anajigeuza hapo kwa namna yoyote kwenye sifa na yeye anafanya. Kwa hiyo ni mwana KUSKI kabisa kabisa. Kwa hiyo pokeeni salamu kutoka kwake na Mungu awabariki. Lakini pia makamu askofu aliposikia nimeelekezwa maelekezo haya ya kuja kulifungua kambi, na hata leo tumeongea naye anawasalimia sana mtumishi wa Mungu Matias Elias Lukanda. Pokeeni salamu kutoka kwake. Baada ya salamu hizo, sasa nataka nikuletee neno la Mungu na kisha baadaye tuombe na kufungua kambi rasmi. Mungu abariki waimbaji wote ambao umeimba. Natamani nikilifungua ngaa basi hata kwaya moja mbili na mimi nisikie. Nikiulizwa sasa, umelifungua kambi? Ndio. Kwaya zimeimba, sikuziona. Kuna kagololi fulani kanadondoka, ingekuwa ni baisikeli kanadondoka. Sasa nikimaliza basi ziimbe kwaya kwa mjibu na mwongozo wa katibu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nina somo langu na peji kama 4 hivi, na hatuwezi pengine kwenda hatua kwa hatua, lakini nilijua huenda watu watataka kwenda kutoa kopi, nikajiaminisha nikatoa kopi mwenyewe. Kuna kopi hapa kama 19 au 20 nafikiri. Filbert, kama upo mwana KUSKI kutoka Yerusalemu, peji kama 4 tu utanirudishia hiyo nani yangu ya kopi. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Hivi nilochapa na viongozi huku, na mimi naajibika tu kwa namna hiyo, lakini ni 500 tunafikiri, wanakuwa 500 nawapatia. Ukiangalia hapo ni vyema, lakini bado hata tukimaliza hapo, chukua kwa mwenzako katoleshe, ukiona inafaa, na basi baada ya maelekezo haya niombe tufungue sasa Mambo ya Nyakati wa Pili 5 mstari wa 11 mpaka wa 14. Kama kuna msomaji mzuri, basi najua EAGT tuna wasomaji wazuri, basi usome Mambo ya Nyakati wa Pili 5:11 hadi 14, na somo lina kichwa kirefu kidogo. Huduma ya uimbaji na waimbaji wenyewe ni muhimu katika ufalme wa Mungu. Huduma ya uimbaji na waimbaji wenyewe ni muhimu katika ufalme wa Mungu. Kama umefika usome hapo.
Ikawa makuhani walipokwisha kutoka katika patakatifu, ndio kwani hawakuzishika zamu zao, tena Walawi waimbaji. Nikusaidie sasa mwanangu, wakati unajipanga vizuri, nikusaidie. Ikawa makuhani walipokwisha kutoka katika patakatifu, kwani makuhani wote walikuwa wamejitakasa, wala hawakuzishika zamu zao, tena Walawi waimbaji wote pia, yaani Asafu wa kwanza na Hemani na Yeduthuni na wana wao na ndugu zao, hali wamevaa kitani safi, wenye matoazi na vinanda na vinubi, wamesimama upande wa mashariki wa madhabahu, na pamoja nao makuhani 120 wakipiga panda. Hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja, wakisikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana, wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu, naam, nyumba ya Bwana. Hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu. Mtu muhimu sana kuwepo duniani. Mungu anapotazama waimbaji, mmekaa kama hapa kwenye kambi hili la Chimbo, Mungu anapotazama huko mlikotoka makanisani kwenu, mnaimba, mnamwimbia Mungu kwa uzuri, mbingu zinafurahi, kwa sababu ninyi ni watu muhimu sana, ni watu muhimu sana. Na ndio maana uimbaji umejumuisha makundi yote, idara zote ziko hapa. Wakati nikiwa mkurugenzi, wakati ule ndugu yangu, kaka yangu Jeremia Nyanda alikuwa kwenye Tebe. Tulikuwa sasa tunasema Tebe, yeye anasema Tebe ndiye mzazi, Tebe ndio tukisimama kuhubiri, anazaliwa mtoto anaitwa Kuski, anazaliwa mwanakwaya, anazaliwa mwana praise, anazaliwa mwanamke wa Injili, wanawake wa Injili, WWI. Huwa hawaiti WWI, ni WWI. Ukisema WWI ni kitu kingine nacho, si ndio walimu hao? Yaani wote wanakamilishana hapa, wanatusaidia. Tulikuwa tunaambizana hivyo na yeye. Kwa nini? Wote wanazaa. Na kutoka hapa atapatikana CGM, atapatikana WWI. Hata kama wengine Mama Kadiro nafikiri alikuwa mkurugenzi, alikuwa Mama Kadiro nafikiri sema, unajua sisi wa mama, kama unavyomwona mama yetu, wa mama ndio tunazaa. Idara yetu imesemwa idara ya wanawake wa Injili, na sisi tunamwambia kwamba ni ya Injili kwa sababu mnafanya kazi ya baba yenu na mama yenu Tebe na Kuski. Lakini turudi kwenye Kuski. Idara hii imejumuisha maeneo yote, ndio ambayo ni idara pekee ambayo CWI wanaweza kumtumikia Mungu huko, idara pekee Tebe wanaweza kutumikia Mungu huko, CGM wanaweza kutumikia Mungu huko, CGMSF wanaweza kutumikia Mungu huko. Lakini vyote hivi kwa sababu hii ni idara muhimu. Usijidharau Mwanakuski, wewe ni mtu muhimu sana. Mbingu zinakushangaa unapokaa vibaya. Ukikaa kama hujajitambua Mwanakuski, wewe unaziaibisha mbingu. Mkurugenzi amesema idara hii ni ya wataalamu, hakuna mvivu, hakuna asiye mtaalamu katika idara hii. Bwana Yesu asifiwe. Japo kwenye utaalamu sasa, unajua sasa niko kwenye utawala, idara zote ni wataalamu, si ndio mwasi? Zote sije kasema sasa baba askofu, katibu najua amebezi tu kwenye idara ya Kuski aliyowahi kuitumikia. Sisi hatutambuliki kabisa, zote ni idara za wataalamu. Japo hii ya Kuski yenyewe ni wataalamu zaidi, kwa sababu mfano kupiga gitaa, sijui kama nje ya Kuski kama wanaweza wakawepo.
Wanaweza tusaidie. Kwa hiyo hapa nimeandika kwenye utangulizi wangu haraka kwamba huduma ya uimbaji na waimbaji wenyewe ni muhimu sana katika ufalme wa Mungu, kwa mabano kanisani na kadhalika. Namba 2 hapo kama na hiki kitini changu hichi. Na Mungu anapenda watu wamwimbie. Anapenda watu wamwimbie. Sawa na Zaburi ile ya 68 mstari ule wa 4 imekuja anaendelea kufundisha, lakini Zaburi ya 150, hebu soma mstari wa kwanza, wa pili, soma na wa 6 kwa haraka. Mungu anapenda watu wamwimbie. Zaburi ya 150 na wa pili alafu na wa 6. Japo yote mstari hiyo inazungumza sifa. Mstari wa kwanza na wa pili pia nitasoma wa 6. Haleluya. Msifuni Mungu katika patakatifu. Haleluya, msifuni Mungu katika patakatifu pake. Msifuni katika anga la uweza wake. Msifuni katika anga la uweza wake. Msifuni kwa matendo yake makuu. Ndiyo. Msifuni kwa kadri ya wingi wa ukuu wake. Msifuni kwa kadri ya wingi wa ukuu wake. Kumbe kuna viwango pia vya kumsifu. Kadri ya ukuu wake. Hatakiwi asifiwe Mungu kama anasifiwa mwenyekiti wa kitongoji. Ni Bwana wa mabwana huyu, ni mfalme wa wafalme, Mungu mwenye nguvu, Mwokozi aliyekufanya tuketi hapa. Msifu sawa sawa na ukuu wake. Amen. Kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Haleluya. Wenye pumzi hapo tupongeze mkono. Kwa tukigundua unaye pumzi. Unatakiwa msifu nani? Unatakiwa msifu nani mpendwa? Kwa hiyo Mungu anapenda waimbaji. Anapenda watu wa sifa, wenye kulisifu jina lake. Ndio maana ameitisha kila mwenye pumzi na msifu. Amen. Sasa unashangaa mkurugenzi wa jimbo au wakala mwasifu. Unashangaa mtu eti anaimba siku 2 3 kwenye kwaya. Hapo anasema mimi naona nipumzike. Nipumzika kwaya. Nipumzike. Amina. Mambo ni mengi kwenye kwaya, nipumzike. Shida ni nini? Nipumzike tu. Na mambo mengi ya kufanya. Kwenye mambo mengi hapa, ujue na kumsifu Mungu ni sehemu ya mambo yako. Tunaelewana waimbaji? Yaani pangilia wewe yako tu yote umepangilia, ndio la Mungu ndio likakosa nafasi. Yaani una mambo mengi, na mambo mengi hayo ni biashara yako, kazi za mikono yako, kile unachokifanya. Alafu eti la Mungu ndio unalipunguza. Ya kwako hujapunguza hata moja, hilo unapunguza tu la upande wa Mungu. Ni sawa? Wewe ni mtu muhimu, mbingu zinakutazama. Mbingu zinakuona wewe ni mtu sahihi, wepo. Na ndio maana Mungu akaweka hiyo huduma ya kuimba ndani yako. Bwana tusaidie tushukuru. Nzuri uliyeketi hapa ndio uliyepatikana kuwa mwimbaji kwenye ufalme wa Mungu. Si ujipigie makofi. Pigia tena na Mungu makofi aliyeona unafaa kuimba kwenye ufalme wake. Kwa hiyo Mungu anahitaji waimbaji katika ufalme wake kama mfalme wa wafalme, maana hakuna hata serikali hizi za duniani isiyo na hata na wimbo wa taifa. Kuna taifa lisilo na wimbo? Wao wanamjua Mungu au hawamjui Mungu? Kila nchi duniani ina wimbo wa nini? Wa taifa. Kwa nini? Kitu kinachoitwa uimbaji kimetoka kwa nani? Kwa Mungu aliyewaumba. Kwa hiyo hata kama wataimba wimbo wowote, hata kama hauendani na Mungu, lakini neno lile uimbaji umewekwa na Mungu ndani yao. Kwa hiyo wanabahatisha kwa sababu ya kutokujua. Kwa hiyo Mungu anapenda waimbaji, anataka aimbiwe. Ndio maana huduma itakayotoka hapa duniani mpaka mbinguni ni huduma gani? Sasa wewe ni mtu mdogo. Biblia inasema tutatoa pepo kule mbinguni. Tutahubiri injili kule. Tutaongoza sala ya toba. Tutafanya kazi gani kule mbinguni? Sasa wewe Mungu alishakupendelea, akakupa huduma hii. Wewe ndio unafanya mazoezi ya kila siku, tukifika kule usipate shida. Wahubiri wa injili waliosahau kuimba kwaya kama jinani.
kama kuna style Biblia haijatuambia kama utakuwa na tuition ya style ya tuelewi kule kwamba labda tutapigwa msasa kidogo style, hatuelewi, haijasema imekaa kimya. Lakini ikitokea pengine mojawapo ya style za hapa duniani ndio zikatumika kule, wala ambao si waimbaji si watapata shida, hawafanyi mazoezi ya kuimba. Wewe tayari umo, wewe ni mtu muhimu. Mungu amekuchagua wewe ili ajionyeshe kwamba anapenda asifiwe mbinguni na asifiwe na duniani. Mbinguni anasifiwa na makerubi na maserafi, wazee 24 wenye uhai 4, malaika wote, lakini duniani asifiwe na wewe. Wewe ndio unabeba sifa kwa ajili ya Bwana wa majeshi, wewe mwimbaji. Kwa ni vizuri hata alivyokuwa anafundisha makamu mkurugenzi, unajiangalia wewe mwimbia Bwana wa mabwana, tena kwa uzuri. Kwenye kanani kama hata nimejaribu kidogo hata kwa udogo, kuna hata nyimbo pia zinatofautiana. Tunaona watumishi wa Mungu, mfano hainuliwe Mungu wetu leo, mtu anaimbisha hiyo inaendelea na tengeneza safina, tengeneza safina, tengeneza safina, tengeneza safina. Unaonaje? Alafu anasimamisha hebu tulia bwana. Bwana jamani, hamjachangamka. Mbona hamjachangamka jamani? Tuendelee. Hebu endelea funika. Mkipo na pigo na pigo. Tengeneza safina anakuja anajigundua tena kwamba ni kama hauendani. Anatafuta tena. Unaweza Bwana wa mabwana. Kwa hiyo karibu dakika 10-20 wanatafutana hapo kwenye vyombo, wanatafutana na huyu mwimbaji. Ukigundua na hizi nyimbo zina, sijui nikitumia neno mchepuo ni sawa, labda sijui. Yaani kuna maeneo wimbo ambao Johnson anaweza akaimba, ila mimi siwezi kuimbisha, unawacha kulazimisha. Tunayemwimbia ni Bwana wa mabwana, aimbiwe kwa uzuri. Mwingine hizi za kusifu, hizi za mapambio hawezi, lakini ukimpa kuwarudisha ni sawa. Wewe ni mtu muhimu, mbingu zinakutazama wewe. Ushushe uwepo wa Mungu aliye hai. Mungu ahudumie watu wake, aguse maisha ya watu, aponye watu kupitia wewe. Bwana tusaidie tukushukuru. Sasa hapa kwenye utangulizi nimeandika usidharau huduma yako ya uimbaji. Usidharau huduma yako ya uimbaji, maana Mungu anaithamini na imebeba baraka zako. Kupuuza uimbaji, kama ni kwaya au kwenye praise, vyovyote vile uimbaji binafsi, ukiupuuza ukaona ni kitu cha kawaida, wakati Mungu ndio anathamini, unajinyima baraka zako. Mithali 17:8 inasemaje? Mithali 8. Kipawa ni kama kito cha thamani. Kipawa ni kama kito cha thamani machoni pake yeye aliyenacho. Machoni pake yeye aliyenacho. Hicho kipawa ni kama kito. Kito ni madini ya thamani ambayo ni madini ya thamani, hayapatikani kirahisi kama lulu, pengine na almasi na mengine unayojua. Kipawa ambacho Mungu ameweka ndani yako ni kama kito cha thamani kwake, machoni pake yeye aliyenacho. Kila kigeukapo ufanikiwa. Pigia Yesu makofi. Kila kikigeuka hicho kipawa, mwenye nacho anafanikiwa. Mungu joy. Tenzi hizi za rohoni tunaziimba kila siku. Nimekombolewa na Yesu, cha kutumaini sina. Hizi mwenye hicho kipawa aliyepewa, kila kigeukapo ufanyaje? Ufanikiwa. Anaenda wala hatungi. Tenzi ile anaenda nayo studio.
Alafu anaongeza tu mle viaina tu kidogo, namna tu ya uimbaji, kwa sababu hicho kipawa. Tunanunua hatununui, anafanikiwa hajafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Usidharau huduma yako ya uimbaji, ithamini, ijali, ipende, kwa sababu hapo ndipo kuna baraka zako. Unaweza kudharau hiyo huduma ya kumwimbia Mungu, ukaamua ukaacha kwaya, kumbe umeacha na maisha yako pale pale, maana Mungu alikuambatanisha na uimbaji. Na mimi naona bora siku hizi ubuyu kutoka Singida hapo kanda ya kati unalipa. Kwa kweli bora nianza kufuata ubuyu, unauleta hauna soko, wenzako wanauza, maana wewe ulipewa kipawa ndani yako, kwa hicho uishi, kwa hicho ubarikiwe, kwa hicho uwe na afya, lakini umeidharau. Kwa hiyo usidharau huduma ya uimbaji. Kwa nini huduma ya uimbaji na waimbaji wenyewe ni muhimu katika ufalme wa Mungu? Tumeweka kwa sababu kuu mbili tu. Ni muhimu kwa sababu uimbaji na waimbaji wenyewe wakiimba kwa usahihi, na nimekwisha kuisema, hushusha uwepo wa Mungu, na Mungu mwenyewe hushuka na kufanya mambo yafuatayo. Yaani wakiimba kwa usahihi, wakaimba katika roho, uwepo wa Mungu unashuka, na hauishii tu uwepo wa Mungu, na Mungu mwenyewe anashuka kufanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kuokoa na kufungua watu. Mwanakusi akiimba kwa usahihi, Mungu anashuka na uwepo wake kuokoa na kufungua watu waliofungwa, wanawekwa huru, kwa sababu mwanakusi mwimbaji ameimba kwa usahihi. Kwa hiyo ni mtu muhimu, kwa sababu ukiimba, hamkusoma katika Biblia Daudi wakati Sauli kulikuwa na majira anapagawa na pepo linamvaa, roho mbaya inamwingia Sauli, halafu Daudi anaenda na kinanda chake na anaimba na wimbo, anapiga kinanda huko anaimba, halafu roho yenyewe inafanyaje? Inamwachia ufalme Sauli. Unajua tu kwa kuimba kwako watu wanaweza kufunguliwa. Sema tu sasa watu wanaimba, lakini anaimba mdomoni la moyoni haimbi. Moyoni anawaza kitu kingine kabisa tena, yaani anaimba hapa nimemwona Bwana mdomoni, halafu moyoni tena anawaza kwenda kumsuta jirani yake. Kusema umbea. Yuko kwenye boda anaimba nimemwona Bwana, ila rohoni anasema leo ataenda kunikoma. Sasa uwepo wa Mungu haupo. Some Mathayo 26:30, lakini nalenga zaidi hapo 30. Hebu tusome kwa haraka. Mathayo 30. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate. Akabariki, akaumega. Akawapa wanafunzi wake. Hapo ni ibada inafanyika hiyo ya ushirika pia, Akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano. Kwa lugha fupi, hiyo ilikuwa inafanyika ibada ya maandalizi ya ukombozi. Bwana asifiwe. Ukombozi unafanyika, endelea. Imwagikayo kwa ajili ya wengi, kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja naye. Nenda 30 hapo tusikilize wote. Mstari wa 30. Nao walipokwisha kuimba, wakatoka nje kwenda mlima wa Mzeituni. Unajua sio wanafunzi peke yake, wakiwa pamoja na Bwana Yesu mwenyewe. Yaani amemaliza maelekezo hapa, amewashirikisha, wakaingia kwenye kufanyaje? Kuimba. Yesu pamoja na wanafunzi wake. Nao walipokwisha kuimba, wakatoka nje kwenda mlima wa Mzeituni. Wako wote sasa na Bwana Yesu.
Yesu aliimba. Kwa kusi haijaanzia tu hapa duniani, inatambulika mpaka mbinguni. Sasa wale waimbaji wazoefu wa kule mbinguni wanapoona wanaimba kiuzembe, mara waende kwenye zoezi, mara usiende, sababu haziishi, na wakati wao kule hawana udhuru kama wapaa, kama wanavichwa. Maana walioko mbinguni kule si viumbe wa kiroho, si ndio? Sasa sijui kama wana kichwa kama cha kwangu. Sasa kama wana kichwa, wanakitikisa namna hiyo. Kwamba kuna watu wanafanya mchezo duniani. Niambie Mungu, shushe uwepo wa Mungu. Kwa sababu Mungu anashuka na kuponya. Lakini jambo jingine analofanya Mungu, uimbaji unapofanyika, Mungu anashuka na uwepo wake na kuponya watu wake. Zaburi ile ya 34:1-5 unaweza kuandika, lakini tutasoma. Lakini pia jambo jingine analofanya Mungu, kuwahudumia watu na kuwabariki watu wake. Ukiimba kwa usahihi, uimbaji ukiimbwa kwa usahihi, hata kwenye ibada watu wakiimba kwa usahihi, tunaona kwenye Mambo ya Nyakati uwepo wa Mungu ulishuka akahudumia watu wake Mungu. Uimbaji hata leo kanisani watu wakiimba kwa usahihi, hata aliposimama mhubiri wa Injili akahubiri kiwepesi, na Mungu akahudumia watu wake, akagusa watu wake, akabadilisha maisha ya watu, kwa sababu waimbaji wameimba vizuri. Sema tusimame tumsifu Mungu. Alafu wimbo sasa, tulikuwa tunatoka jasho miaka ile, ilikuwa ni moja nyimbo pambio, kasi uninyanye vyote uniachie. Nakumbuka kanisani kwetu tunaokoka, ndio nimeokoka, nimkuta ndugu anaitwa William, alikuwa bingwa wa kuimbisha ule wimbo, akiimbisha anashika shati, anashika suruali, yaani uninyanye shati uniachie, imba ametoka jasho, uninyanye suruali uniachie, uninyanye kiatu uniachie. Mungu kwenye sifa. Kumbe na yenyewe mzee Nkomo, ukinyang'anywa vyote, unajua ni maombi haya, hata kuendeleza kuwa naye yule Yesu bado inaweza ikawa ngumu. Unajua bado nikiwa mimi sijawa hata kiongozi kanisani, bado nimebatizwa, haikuchukua mwaka nikawa namuona anakuja na ndala ya njano nyingine ya bluu, zile umoja mnazikumbuka, lakini shati akawa naivaa hiyo, maana nusu anyang'anywe vyote. Sasa hebu angalia pambio kama hii ndio imeimbwa sasa, nyimbo ya sifa. Tumesema tusimame tumsifu nani? Bwana wa majeshi. Hii iko kwenye kundi la nyimbo za sifa. Hapo kwenye nimeweka hapo, kuna aina ya nyimbo huko tu uliyepata, tunaweza kuangalia. Kwa jamani, tusimame tumsifu Bwana. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Ni wasifa ila wakutiana moyo wakati mko kwenye nini? Kwenye maombi, kwenye mapito. Kwamba tujipe moyo, kwa sababu hata wenzetu walipoomba milango ikafanyaje? Lakini nisema tusimame tumsifu Bwana. Mwimbaji, sifa zimwelekea nani? Huyo. Huo ni wimbo wa ushuhuda wa Paulo na Sila. Wanaweza tusaidia tumishi wa Mungu. Waimbaji wanakosi watu muhimu sana kwenye ufalme wa Mungu. Hebu tuseme amina, amina. Lakini kitu cha ajabu kingine, kwa nini watu muhimu sana hao waimbaji kwenye ufalme wa Mungu? Kwa sababu Mungu hupigana yeye mwenyewe vita vya watu au watoto wake. Kuna mahali Mungu amepigana vita kwa sababu ya sifa na wakashinda vita. Mambo ya Nyakati, hebu tusome 20. Mambo ya Nyakati wa pili 20 hadi 23. Isome hii. Wewe ni mtu muhimu, unajidharau bure. Nyakati wa pili sura 20 mstari wa 20.
hadi 23. Hadi 23. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, nyinyi wenyeji wa Yerusalemu. Nisikieni enyi Yuda, enyi wenyeji wa Yerusalemu. Mwaminini Bwana, mwaminini Bwana Mungu wenu. Mungu wenu. Ndivyo mtakavyothibitika. Ndivyo mtakavyothibitika. Uimara, simama hapa mwanangu, usichoke na usikae. Uimara wa maisha ya Mkristo aliyeokoka unatoka kwa Bwana anayeimarisha. Mwaminini Bwana, ndivyo mtakavyothibitika. Kuthibitika kunatoka kwa Bwana wa majeshi. Alafu mwaminini manabii wake. Mwaminini manabii watumishi wake, akina Masajua, akina Bana wengine wote, akina Mama Kadino, akina Pastor Julius. Mwaminini, ndivyo mnavyofanyaje? Ndivyo mtakavyofanikiwa. Mafanikio yameambatanishwa na watumishi wa Mungu. Wewe mwimbaji, ukitaka kufanikiwa, heshimu watumishi wa Mungu. Hao watu wawili, Mungu na mtumishi wake, usiwatenganishe. Uimara wako, ubora wako, kuthibitika kwako kunapatikana kwa Bwana wa majeshi. Mafanikio yako, ustawi wako inapatikana kwa mtumishi wa nani? Sasa unakuta mtu mwingine, mwimbaji mwingine haheshimu kabisa hata viongozi wake, hata wajimbo hawaheshimu, wakurugenzi au haheshimu hata mwenyekiti wa kwaya, haheshimu hata mchungaji wake. Sasa unajua mimi naye mheshimu ni Mungu tu. Mwanadamu ni miguu miwili kama mimi. Mimi kwa kweli hata kunibabaisha, mimi siogopi mtu. Mwenye macho mawili kama mimi. Nani alikwambia mtumishi wa Mungu ana macho mawili? Wewe mwimbaji nakuuliza, mwenye mawazo potofu. Nani alikwambia mtumishi wa Mungu mchungaji ana macho mawili? Si mchungaji ndio mlezi tunaambiwa wafaa wa uimbaji, si ndio? Hapo kanisani makamu mkurugenzi ndio mtuambia hivyo baba. Sasa nani aliyekuambia kwamba mchungaji ana macho mawili kama wewe? Wangapi wanasema mchungaji ana macho mawili? Ongeni mkono hivi. Hamna. Ana macho mangapi sasa? Umechoka kukaa mwana. Sijionyeshe tu zima. Bwana sifiwe. Ana macho mangapi mchungaji? Nani anaweza kusema? Mpe maiki yule pale afuta mbishofu. Ana macho mangapi mchungaji? Unajua watu wanadharau watumishi wa Mungu. Bwana sifiwe. Amina. Mchungaji ana macho matatu. La kwanza, sasa mpigie Mungu makofi. Tunataka mtupa mwanga wa kujua kwamba ana zaidi ya macho mawili. Wanataka tusaidie mtumishi wa Mungu. Mchungaji ana zaidi ya macho mawili. Sasa angekuwa na macho mawili kama wewe, tungeweza kuongozana? Angekuwepo mwingine wakwenda kupeleka shida kwa mwenzake. Kama mna macho mawili na mdomo mmoja huo. Hamna. Na mikono miwili. Hamna. Na mikono mchungaji hana miwili tu. Chukua ya kwake, ongeza na ya Yesu. Ni mingapi? Maana Yesu anaweka. Anapoweka tayari sio mkono wake hauponyi, haufanyi chochote. Na mdomo wake anaposema kwa jina la Yesu toka. Sio tu mdomo wake ndio unaotoa pepo unaofanya hayo. Na macho anapotazama hivi, sio hayo ya kwake tu. Wewe unafikiri kugundua kuna pepo alafu mtu amekaa ametulia? Ni macho mawili haya tulionayo. Mchungaji nani mkurugenzi? Wewe acha kudharau mtumishi wa Mungu. Soma mtumishi wa Mungu hapa. Endelea. Mwaminini Bwana, anzia hapa. Amen. Mwaminini Bwana. Nitarudia. Mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyofanikiwa. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. 21. Sikiliza 21. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu. Amepanga safu vizuri, amewaelekeza maelekezo kwa usahihi hao watu wakiwemo wanakusi. Akawaweka wale watakaomwimbia Bwana. Na kumsifu katika uzuri wa utakaso. ubaya. Uzuri.
katika nini? Uzuri wa utakatifu. Akaweka watu watakaomwimbia huyu Bwana na kumsifu katika uzuri wa nini? Wa utakatifu. Wa utakatifu. Nini kikazaliwa? Endelea. Wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana. Wakitoka mbele ya jeshi, halafu wanajitokeza namna hii, mshukuruni Bwana. Mbele ya jeshi, simama hapo mwanangu, tuvumiliane. Mbele ya jeshi lenye silaha la maadui wa Amoni, wa Meuni na wa mlima Seiri, wana marungu, wana mapanga, wana mikuki, wana mishale. Halafu hao wanatoka wanasema mshukuruni Bwana. Kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akawaweka waviziao juu ya wana wa Amoni. Rudia hapo taratibu sasa. Mimi nataka nikuonyeshe wewe mwimbaji ni mtu muhimu kwenye ufalme wa Mungu. Ukiimba kwa usahihi, mbingu zinakubali, hata maadui wanatandikwa. Walipoanza kuimba sasa, nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akawaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Nao wakafanyaje? Wakapigwa. Nao wakafanywaje mwimbaji? Wakapigwa. Kwa nini wamepigwa? Kwa sababu kuna waimbaji wameimba. Yaani Mungu ni Bwana wa majeshi na kila kitu ni jeshi lake. Aliamua siku hii asitumie mikuki ya wazoefu wa vita na upanga, akaamua kutumia jeshi la waimbaji siku hiyo, kwamba hata kwa sifa maadui wanaweza kuanguka. Kwa sifa hata kwenye mtaa wa kwako, ile kusifu na kuabudu unamaanisha wachawi wanaanguka, mapepo yanakimbia, wale waliotegesha mitego yao kwenye biashara yako inavunjika, inakatika, kwa sababu wewe ni mtu muhimu. Endelea hapo. Amen. Wakapigwa. Endelea. 23. Kwani wana wa Amoni na wa Moabu, uone ndo maajabu hapo sasa. waliowaondokea wenyeji wa mlima Seiri, kuwaulia mbali na kuwaharibu. Nao wakainuka wana wa Amoni na hao wengine wa Moabu, wakawainukia wale wenza. Kumbuka walipanga ajenda moja, kukaa kushambulia Yuda. Wote ni maadui, lakini wakapanga njama hao wa Moabu na wa Amoni kuwainukia kwanza wa mlima Seiri. Wakaanza kuwashambulia wao. Huku ni mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Na wimbo wao ulikuwa ni mwepesi sana, hauhitaji kuchukua dakika 10 kujifunza. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Huku wanainukiana wao kwa wao, wa mlima hata ukikaa mwanangu, wale wa mlima wale wa Amoni na wa Moabu wakawainukia wale wa mlima Seiri, wakawaulia mbali wote. Walipokwisha kuwaua hawa, Biblia inasema tena wakainukiana wao kwa wao. Huku ni mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Wachawi wanaweza kujipanga, maadui wanaweza kujipanga, lakini wasifa waweza kudondoka wote. Wasifa wanaweza kubadilishwa. Shika mkono wa jirani yako, mwambie wewe ni mtu muhimu kwenye ufalme wa Mungu. Mwambie usijidharau. Kubali kumwimbia Mungu aliye hai. Mwambie kwa wewe maadui wataanguka. Kwa wewe maadui watakaa kimya. Kwa wewe utukufu wa Mungu unashuka. Na Bwana atapiga adui zako. Mwambie Bwana atanyamazisha adui zako. Pigie Yesu makofi. Lakini kwa nini naandika hapa sababu ya pili ya umuhimu wa uimbaji na waimbaji wengine ni kwamba uimbaji humtangaza Mungu na sifa zake kwa haraka na watu wa rika zote. Kwa haraka kwa watu wa rika zote. Uimbaji humtangaza Mungu na sifa zake kwa haraka na watu wa rika zote. Hapo kuna mistari mingi kidogo. Hebu tusome Zaburi ya 148 tu. Unaandika mingine Zaburi ya 147 1 hadi 14. Zaburi ya 147
1 hadi 14 hatutaisoma. Zaburi ya 146 mstari wa kwanza hadi wa pili, alafu mstari wa 7 hadi wa 8. Lakini tusome sasa Zaburi ya 148 11 hadi 14. 11 hadi 12 Biblia inasema 11 hadi 14. Amen. Wafalme wa dunia na watu wote, wakuu na makazi wote wa dunia. Wafalme wa dunia na watu wote wakuu, vijana waume na wanawali, wazee na watoto, na walisifu jina la Bwana. Hata tuishi hapo kwa sababu ya wote. Na walisifu jina la Bwana. Watu wa rika zote, watu wa matabaka yote, wenye fedha na wasio na fedha, matajiri kwa maskini, wakubwa kwa wadogo, wenye elimu na wasio na elimu, na walisifu jina la Bwana. Uimbaji unatangaza sifa za Mungu wetu kwa haraka sana. Kwa haraka mno. Sisi ni mashahidi jamani, wote tunafanya mikutano ya Injili, si ndio? Wana wa Injili, wana wa Injili, si ndio? Wakati wa uimbaji mama Kadio, umewekwa na watu wanaokuja kwenye mkutano wanatoroka mkutano. Wakati wa uimbaji wanaimba. Ujaona mama. Ukisema sasa tumlete mtumishi wa Mungu ili aombe kwa ajili ya kumleta mnenaji jioni hii, wao wanaendelea kuwepo wote. Wanakuaje? Kuna wengine wanatoka hawajamsikia mhubiri, lakini amemsikia mwimbaji. Huduma ya kuimba ni thamani sana. Bwana atusaidie tumishi. Kwa dakika hizi chache zilizobakia kwenye aina za uimbaji hapa, aina za nyimbo nilikuwa nimeweka hapa. Kuna aina za nyimbo, kuna nyimbo za sifa za kumsifu Mungu, mfano Kutoka 15:1 hadi 21. Utakuta hapo ni mistari mingi, labda tusome kuanzia mstari wa kwanza hapo tuone tu kama mfano. Mstari wa kwanza mpaka wa 6 hapo kusoma, au wa 5 haraka. Kutoka kuna nyimbo 1 mstari wa kwanza. 15 mstari wa kwanza. Kutoka 15. Amen. 15 mstari wa kwanza. Ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu, wakanena na kusema, nitamwimbia Bwana, kwa maana ametukuka sana. Wimbo wa sifa huu, farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Wametupwa na nani? Na huyo Bwana. Tunamsifu kwa sababu farasi na mpanda farasi wa Kimisri amewatupa baharini. Maadui zetu wamewazamisha kwenye maji. Bwana ni nguvu zangu, na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu, Wimbo wa sifa huu, nami nitamsifu. Ni Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza. Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Amen. Hii ni aina ya nyimbo mojawapo za sifa. Zote zinamwelekea nani? Huyo Bwana aliyefanya. Bwana tusaidie tunashukuru. Kuna aina nyingine ya nyimbo ziko kwenye makundi, nyimbo za kutiana moyo na mahubiri. Hapo zingine tunazikuta, jipe moyo utashinda. Hizo ni grupu hilo. Bwana tusaidie. Zaburi ya 97:10 hadi 12 hatutasoma kwa sababu ya muda, lakini kuna nyimbo za maombi pia. Nyimbo za maombi. Hebu tusome hii Zaburi ya 28:1 hadi 5. Zaburi za maombi. Alafu na Zaburi ya 27:6 hadi 13. Zaburi ya 28 mstari wa kwanza hadi wa 5 kwa haraka. 28 mstari wa kwanza. Biblia inasema, Bwana nitakuita wewe. Bwana nitakuita wewe. Mwamba wangu. Huo ni wimbo lakini una maombi ndani yake. Mwamba wangu. Usiwe kwangu kama kiziwi. Nisije Nisije nikafanana nao.
shimoni, washukao shimoni, ikiwa umeninyamalia, uisikie sauti ya dua yangu, nikuombapo, nikipainulia patakatifu pako mikono yangu. Amen. Mstari wa 3. Usinikokote pamoja na wasio haki. Hili ni ombi, usinikokote, yani usinichukue ukaniweka pamoja na wasio wala pamoja na watenda maovu. Tukushie Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni moja ya makundi ya uimbaji. Uimbaji ni mtu muhimu. Wana wa Mungu, mbingu zinawaheshimu. Changamoto mkurugenzi na hata katibu wa jimbo changamoto ni kwamba mtu akiimba siku hiyo akafauka, sauti kamekaa vizuri, anaota eti kiburi, yaani Bwana anaanza kumuinua eti miezi 2-3 tena anaanza kujiona ndio bora kuliko wengine wote. Jamani, hebu tumshangae huyo mtu. Atakuwa yuko nje, shangaa kwa kuonyesha kule nje, onyesha tu kushangaa kwa namna yote, bila ambavyo wewe unashangaa. Bwana Yesu tusaidie. Wewe ni mtu muhimu, mbingu zinakutegemea wewe. Ulibeba kusudi la Mungu hapa duniani. Mungu atukuzwe kupitia huduma ya uimbaji. Kama ni kwenye kwaya, imba kwa moyo wote. Kama ni kwenye sifa na kuabudu huko kwenye timu hiyo, imba kwa moyo wote. Fuata maelekezo. Kisha kuwa solo, hawezi kuonywa tena na mwenyekiti, akionekana solo hawezi kuonywa tena na katibu wa kwaya, hawezi. Yaani ukimwonya subiri. Kwenye zoezi naenda, lakini kesho wakati wa kusolo najifanya mguu unaniuma. Wote zoezi pamoja na anapita na solo kama na kesho atasolo. Kumbe moyoni anajua hata solo. Kwa kesho anakuja anachechemea na mwili. Tena anakuja anachelewa kwa kwaya imeshakaribishwa. Kwa hiyo anawaonyesha mguu na Mungu. Anaenda nakaa. Mnaanza sasa kutafuta solo wakati huo, kwa wakati umeshaita. Mtafanya vizuri. Yeye anabaki salama. Wakati mwingine maisha yetu tumeyakatili waimbaji sisi wenyewe kwa kutokumheshimu Mungu. Hata Waswahili wa kawaida wanasema ukishikwa unafanyaje? Unashikamana. Sasa mbingu zikikuamini, aminika na wewe. Jiaminishe kwa Mungu. Muda hauniruhusu, lakini kwa nimesema hapa sifa za mwimbaji katika ufalme wa Mungu zimetajwa zingine. Awe mnyofu wa moyo, awe mtu asiyekosa ibada, lakini pia awe na maisha ya utakatifu, maana Mungu anachukizwa na mwimbaji mwenye dhambi. Amos 5, najua andiko la mwisho, nafikiri tukaombe Mungu. Yako mambo hapa, kuna faida za kuimba, muda wangu hauniruhusu sasa. Lakini hebu soma ya Amos 5. Mungu anachukizwa na mwimbaji mwenye dhambi. Amos 5:18-23. Ole wenu ninyi mnaoitamani siku ya Bwana. Kwani kuitamani siku ya Bwana ni giza wala si nuru. Ni kama mtu aliyemkimbia simba akakutana na dubu, au aliingia katika nyumba akauegemeza mkono wake ukutani, nyoka akamuuma. Je, siku ya Bwana haitakuwa giza wala si nuru? Naam, yenye giza sana wala haina mwanga. Nenda 23 kwa kuokoa. Mstari wa 23. Niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Kwa maana sitaki kuzisikia sauti za vinanda vyenu. Kwa maana sitaki kuzisikia sauti za vinanda vyenu. Amen. Niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Mwimbaji mwenye dhambi ni kelele mbele za nani? Za Mungu. Hata angetetemesha mwenye dhambi sana. Tusimame tumwabudu Bwana. Haleluya. Tusimame wapendwa. Mungu wetu yuko mahali hapa, tusimame wapendwa. Haleluya. Tumwimbie Bwana. Kwenye mtambo weka wimbo huu. Budu Bwana tuna. Sasa mimi hapa naimba tu,
kama kawaida tu. Sasa yeye anailema tunajua nini. Hapo mpaka anafunga na macho anaangalia ni kuabudu. Hapa kama ndio za haleluya. Kuabudu. Bwana wa mabwana. Kama ni mwenye dhambi, Mungu anasema niondoleeni kelele. Anazijua kama yule tu aliyesimama hana uzoefu sana na kwenye vyombo. Tunakuabudu Bwana, tunakuabudu. Kama hana dhambi huyo atasikilizwa. Toleeni kelele, sema. Mwimbaji acha dhambi. Mwimbaji ana dhambi 10 zilizomkaa karibu na yeye, na inapaswa zikemee, azikatae wakati wote. Dhambi ya kiburi, dhambi ya uasherati. Kama uko hapa, badilika. Mungu amekuamini, ameweka utumishi ndani yako. Anatamani acha dhambi, acha kiburi, acha. Unaona kiburi hata hujajulikana, hata kwenye ubalozi wa kwenu hawajajua kama ni mwimbaji kwenye ubalozi wao. Unaanza na kuwa na kiburi. Vipi kama kitongoji kizima kikijua wewe ndio mwimbaji kwenye hicho kitongoji, au wilaya au mkoa ukajua, utakuwa kwenye hali gani? Acha kiburi, acha washindani, acha kujirahisisha. Kwenye mazoezi ya kwaya mnabaki wawili mnasindikizana, acha. Amen. Msindikizane wawili wanawake watupu, sawa. Sindikizane wawili wanaume watupu, sawa. Sio mwanakwaya wa kiume, mwanakwaya wa kike. Kwenye jimbo hili la Magu, marufuku. Sema marufuku, marufuku. Sema marufuku, marufuku tena. Wanakwaya wawili wa jinsia tofauti kutembea gizani wawili usiku usiku, hata mchana ukiwa wawili. Mwambie sema haileti ushuhuda. Amina. Acha. Wewe unatembea na jaribu karibu. Yesu anasema ambeni msije mkaingia kwenye nini? Kwenye majaribu. Wewe ndio unaomba kukaa karibu na jaribu. Mbona mchungaji Julius amesema sema kuna chuma unaziweka karibu, unafikiri hazitavutana? Acha Bwana kujiweka wewe ni mtakatifu. Wewe ni mtakatifu kuliko Yusufu. Yusufu alitumwa mbio, wewe unajidai mtakatifu. Mimi huwa sina shida. Unayo shida. Kama na mtu wa jinsia tofauti na wewe. Wewe mbingu zimekuamini. Wewe ni mtu muhimu. Unajishushia heshima. Binti kukaa umejikomba kwa vijana. Wanakwaya wenzako. Karibu kwetu kaka fulani, karibu kwetu. Na wewe kike unayekaribishwa na kijana, unajua amepanga chumba kimoja. Mwimbaji mbingu zinakutazama. Unakata, haya tende tu nikapaone mara moja. Kwa kijana wa kiume. Ushaona kondoo na fisi wanasindikizana? Acha mambo yako. Tabia hizo zife. Pepo la umalaya kwa waimbaji limtimuke hata jioni ya leo. Tunapofungua kambi hili, tunataka twende tukamwabudu Mungu, kisha tutakuja kulifungua kambi hili. Tamani Roho Mtakatifu afurike kwenye maisha yako, uongozwe na Roho Mtakatifu. Uwepo Mungu tena wewe. Hautakuwa mtu wa kawaida, utaimba, mbingu zitakubali. Mungu atasimama kwenye enzi yake, aona anayemwimbia ni wa namna gani. Kisha malaika waseme, si ni huyu Esther, si ni huyu Debora, si ni huyu Joni. Na kisha Mungu anasema kwa nini asibarikiwe huyu? Amen. Niombe tushike. Kuna faida za kuimba pole.
mojawapo ni uzima wa milele, kupewa taji, lakini kuheshimiwa na Mungu. Kwenye hiki ukitoa utakutana na muda hadi ukuta. Hatuwezi tukaendelea na hatuwezi kulazimisha tumalize somo. Nilikuwa natamani tumwabudu Mungu kwa uzuri, lakini tumuombe Mungu. Fungue moyo wako, hata wewe. Watu wa praise, tafadhali watu wa praise, tumwabudu Bwana. Wimbo mzuri, sio wa kujifunzia hapa, mzuri lakini unajulikana na wote. Mbinguni kuna wewe, inua mikono yako ukiweza. Ndio
Mungu, kuendelea kuimba, iwe ni kutunga nyimbo, iwe ni kufundisha kwaya, iwe kwa namna mbalimbali, hata ile kwa shahidi. Roho Mtakatifu kama nilivyosema wakati ule ya kwamba umemuita oholi yangu pamoja Bwana majeshi na Bezaleli mwana wa Uri, Bwana ukasema umeweka akili za moyoni ili uwape roho ya hekima na ujuzi wapate kuvumbua kwa jina la Yesu. Achilie maarifa haya ndani ya mtoto huyu, ndani ya kijana huyu, ndani ya mtumishi wake kwa jina la Yesu. Yale ambayo ni magumu kwake Bwana yafanye kwa wepesi kwa jina la Yesu. Bwana achilie neema kila alichotamani mama huyu, mjaze Roho Mtakatifu, mjaze, achilie neema kwake, achilie neema kwake, achilie neema kwake. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, achilie utumishi wake, pate kibali mbele zako, pate kibali mbele zako, utumishi wake Bwana. Roho Mtakatifu ingia kwake, kama laki, kama safisha watu haya utumishi kwa jina la Yesu. Pokea mafuta ya Mungu, pokea kile Bwana zile pokea msaada, pokea msaada Bwana ya Mungu ya Seigneur na Kristo kwa jina la Yesu. Funga kwa Yesu kile pamoja naye ika kwa pose hiyo kwa iko yote umesimama mama huyo Bwana akatumika kwenye ufalme wako Bwana katika jina la Yesu. Mafuta ya Mungu yanashuka ndani ya utumishi kwa jina la Yesu Kristo. Pate kibali, huduma ya Mungu pate kibali, huduma yake pate kibali, huduma yake pate kibali. Wewe unatenda wewe roho tena kwa jina la Yesu.
Ninakushukuru Mungu, kisha nitaka kuifungua kambi. Mfalme wa wafalme, uishie milele, Bwana wa mbingu, Bwana wa majeshi, ninakuhimidi Mungu majira haya na masaa haya jioni hii. Bwana wa Bwana, asante kwa ajili yako na mama hii na kusikimba Mungu kwa mwaka huu 2026 ilioone Bwana wa majeshi iliopo mahali hapa pembeni ile jijini ya shimo. Ninakushukuru kwa mambo yote, asante kwa mioyo iliyo tayari kulitukuza na kulitumikia shauri lako Bwana Mungu. Ninakuhimidi, ninakuinua, ninakutukuza. Asante kwa neno lako, asante kwa maombi haya, asante kwa sifa hizi. Tunakurudishia wewe heshima, Bwana Mungu wa majeshi. Achilia baraka kwenye maisha ya watu wako. Mikono hii iliyonyoshwa inatamani baraka zako, baraka kupitia huduma za uimbaji, baraka katika kazi za mikono yao, baraka kwa shughuli mbalimbali, baraka mahali walipoachiliwa, baraka kwenye biashara zao, baraka za utumishi. Mungu iachilie neema kwao, wabariki watokapo na kuingia, kwa kuwa Mungu amekutii, wakaweka kweli, wakatenga muda kwa ajili ya kambi hii. Wako mahali hapa, uwabariki Mungu, waili watendee mema, wanapendelea kongamano hili, waendelee katika hali ya baraka, wape afya njema, achilia ulinzi kwao, hata familia zao. Wameacha familia huko, uviponye, ponye watoto wao, waponye wote familia zao, ponye ndoa zao. Wako mahali hapa kwa ajili ya kambi hili na utumishi huu. Mungu kubarikie, asante kwa neema ya ajabu. Pokea sifa Mungu na utukufu kwa kweli wako, ni katika jina la Yesu aliye hai, amen. Kwa mamlaka sasa ambayo nimepewa na jukumu hili na baba askofu wetu wa jimbo na Magu Cosmas Richard Ishinde, na tamka rasmi sasa, na nashangaa kwamba umekaa. Tafadhali simama nimalize. Natamka rasmi sasa kufungua rasmi kongamano hili la KUSKI kwa mwaka wa 2026 Julai 24 leo, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kongamano hili sasa rasmi limefunguliwa. Mungu awabariki. Ongeza makofi na vigelegele kwa ajili ya ufunguzi wa kongamano letu. Asante na Mungu awabariki sana watu wa Mungu. Tukae. Katibu wa jimbo kwa niaba ya ofisi ya baba askofu, Mungu akubariki sana kwa utumishi mzuri na mafundisho yanatujenga, yanatuimarisha. Lengo ni kufanya vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana.